Makundi haya mawili, wagonjwa lakini vile vile wafungwa, ni makundi ambayo yamekuwa yakisahaulika sana kijamii, kiasi kwamba wanajamii wakifikiria kutoa msaada watakumbuka haraka yatima, watakumbuka haraka wajane, watakumbuka haraka walemavu. Lakini watu wengi wamekuwa wakisahau sana kama kuna wagonjwa ambao wako huko hospitalini, wahitaji, hawana ndugu, hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu, ambao wanahitaji msaada na faraja kutoka kwenye jamii yetu. Sisi JAI tumekuwa tukifanya hivyo tangu mwaka 2008 hapa nchini, ili mwisho wa siku hawa wagonjwa lakini vile vile wafungwa magereza waweze kupata mahitaji muhimu ambao wanahitaji kwa ajili ya maisha yao ya kila siku, lakini pia kwa ajili ya kusherehekea kwa pamoja katika sikukuu kama hizi zaidi. Na vile vile tunatoa usaidizi kwenye mambo ya damu. Tunaandaa makongamano ya damu ili wagonjwa hawa waweze kupata damu ya kutosha pale wanapokuwa wanahitaji damu. Mgonjwa ambaye ni mhitaji anaambiwa na wauguzi hapa au madaktari, nenda katuletee ndugu yako achangie damu, lakini kumbe hana ndugu wakati huo. Basi sisi JAI yule ni ndugu yetu, tunamwombea damu kwa utaratibu huu tunaoufanya. Tunakusanya damu kila baada ya miezi 4, inawekwa kwenye benki ya damu salama taifa, na kisha kila inapokuwa mgonjwa anahitajia hiyo damu, basi anapewa tu moja kwa moja. Ninairai jamii kuungana na taasisi mbalimbali tukiwemo sisi JAI ambao tunafanya hizi harakati za kuisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine kupata mahitaji. Jamii yote kwa ujumla ya wahitaji, si tu wagonjwa na wafungwa kama tunavyohudumia sisi, lakini pia wajane, maskini, walemavu na makundi mengine yote ambayo yanahitajia usaidizi. Basi tuungane, na pale utakapokuwa unaombwa sadaka na makundi kama haya, basi inshallah jitokeze na uisaidie hiyo jamii, ili mwisho wa siku wale wahitaji waweze kuyapata yale mahitaji yao. Na kwa kufanya hivi tunapata malipo makubwa sana kutoka kwa Muumba wetu. Mwenyezi Mungu atuafikishe sote katika hilo. Tumefanya hivi kwa sababu kwanza kabisa tumeweza kuleta chai na uji asubuhi, lakini leo tukaona kwamba tule na wagonjwa chakula hiki kwa mapenzi, kuona kwamba hatutakula peke yetu namna tunavyowakuta wagonjwa walio dhaifu ndani ya hospitali. Naomba tu Mwenyezi Mungu awape moyo wa kutoa, kwa sababu walio wengi kweli wanahitaji, ila tu ile wenzetu ambao wanavyo wanashindwa kutambua hili, kwa sababu hawapo maeneo husika. Ambacho kwanza kabisa nataka wajitoe waje watembelee wagonjwa ili wajue shida ni nini. Hapo wanaweza Mwenyezi Mungu akawajalia kutoa walichonacho. Kama mwanamke naomba tu Mwenyezi Mungu azidi kutupatia, yani kutupa moyo wa kutoa. Kama wazazi tuone uchungu kwamba si ni wazazi, kila tunayemuona tuone kama ni mtoto wetu au ni baba au ni mama. Tuomba tu Mwenyezi Mungu tusukuma kulisha hospitali siku ya Eid, kutokana na uhitaji wa wagonjwa wengi wanakuwa hospitalini. Walikuwa wanapenda sana kuwepo na wenyewe siku ya leo ya Eid, wawepo mtaani wawe wanasherehekea siku ya Eid. Kwa hiyo kikatusukuma na sisi tulituje kuungana na wagonjwa ambao wako hospitalini, kula nao pamoja na pia kuwahudumia, na pia kuna wahitaji ambao wana uhitaji mkubwa wa chakula pia. Uhitaji, tunapenda kuwashauri Waislamu kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kuwahudumia wagonjwa. Kama sikukuu ya Eid wenyewe wanafurahia manyumbani mwao, lakini kuna baadhi wako hospitalini wangependa na wenyewe wangewepo mtaani, lakini unakuta hawana uwezo wa kuwepo mtaani kwa sababu ya maradhi yao waliokuwa nayo, wako kitandani. Kwa hiyo tunawashauri Waislamu wengine wangekuwa wanaunga mkono jitihada zinazofanya na taasisi ya JAI kuweza kuwasaidia wahitaji hospitalini wagonjwa. Kazi nyingine za JAI tunafanya kwa ajili ya kunawahudumia wagonjwa ambao wahitaji kuwapa kifungua kinywa kila siku asubuhi. Tunawapa uji pamoja na chai, na pia kuwapa vifaa tiba. Saa nyingine tunawasaidia dawa. Kuna wengine wanakuwa wameruhusiwa, wanahitaji, hawana uwezo wa kulipiwa, tunahudumia kwa kuwalipia, wanarudi manyumbani mwao.